Uzinduzi huu unakuja baada ya kushuhudiwa misururu mirefu ya foleni ya magari na bajaji kwa muda mrefu katika vituo mbalimbali jijini Dar es Salaam, na ongezeko la kituo hiki imekuwa faraja kwa watumiaji. Tulikuwa na changamoto, make vituo vilikuwa vitatu, tulikuwa tunakaa masaa 4 hadi 6 tunatafuta gesi. Kwa hiyo sasa hivi ukija hakuna foleni, pia itarahisisha ujazaji wa gesi. Kwa hiyo sasa hivi ukienda kwenye kituo ni kama vile unaenda kujaza petroli. Agizo la naibu waziri wa nishati Judith Kapinga linaelekeza usimamizi madhubuti, huku akiwahakikishia wananchi juu ya usalama wa mfumo huo. Kituo hiki kitunzwe na kiendelee kuwa mfano bora wa huduma bora na za viwango kwa hali ya juu, mkizingatia masuala ya usalama na utunzaji wa mazingira. Tuonyeshe mfano na wengine wafuate aina ya huduma zetu. Pamoja na hilo, tuendelee kuweka mazingira rafiki kwa wadau kwa ajili ya kuendeleza na kukuza eneo hili, na Watanzania wengi waendelee kunufaika. Wengine labda wanahofu kwamba mifumo inaweza kuwa inaharibu magari. Nataka niwahakikishie teknolojia hii ni salama na ni ya bei nafuu sana. Tayari tupo katika hatua za juu kabisa za ununuzi wa vituo 5 vya kujaza CNG kwenye magari vinavyohamishika, mobile CNG filling stations, ambavyo vitawekwa katika mkoa wa Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma. Serikali kupitia TPDC imeshatoa idhini consent kwa kampuni zaidi ya 60 zilizoonyesha nia ya kuwekeza kwenye ujenzi wa miundombinu ya biashara ya CNG. Kituo hichi mama kinakuwa ni cha 8, lakini mbali na kuweka gesi kwenye magari, kina uwezo wa kutoa mitungi kutoka hapa na kupeleka katika hospitali mbalimbali, ikiwemo hospitali ya taifa Muhimbili na watu binafsi wanaohitaji gesi asilia majumbani. Basi la mfano la mwendo wa haraka likazinduliwa, huku watumiaji wakieleza adha wanayokutana nayo kwenye usafiri huo. Ni masuala ya magari yawe mengi zaidi, maana kama hivi unavyoona tumekaa zaidi kama nusu saa. Mabasi hayatoshi kwa sababu watu tunajaa, tunakuwa wengi sana na kunakuwa joto jingi kweli. Mkurugenzi mkuu wa UDART Waziri Kindamba amekiri kukabiliwa na changamoto hiyo, ambayo wanaamini ndani ya mwaka huu itamalizika. Kampuni yetu ya UDART kwa muda mrefu imeelemewa kwa kuwa na mabasi chakavu, lakini pia kwa kuwa na mabasi machache. Huu ni mwanzo mzuri. Tumepitia changamoto nyingi, tunajua wananchi wengi wameumia. Leo hii tunataka kwanza kuliingiza barabarani ili tulifanywe kitu kinaitwa site acceptance test. Watu walipande, walikosoe, mafundi wetu walione, walikosoe, ili yale magari mengine 99 yatakapokuja katika kipindi cha miezi 2.5 mpaka 3, makosa yale yao yamerekebishwa. Na hili ndilo moja ya gari la mfano ambalo linatumia gesi asilia. Ni basi la mwendo wa haraka na ni moja kati ya 100 ambayo yatakuja hapa jijini Dar es Salaam kuanza safari zake. Na ndani ya basi hili ni tofauti na yale ya mwanzo. Hili litakuwa na kiyoyozi, yaani AC. Hakuna majoto ndani ya basi hili, lakini vile vile ukipata nafasi ya kukaa kwenye siti yako basi na umesahau kuchaji simu, utapata nafasi ya kuchaji simu yako mpaka pale mwisho wa safari yako. Estabela Malisa, Azam News, Dar es Salaam.